Jina la Yesu lisifiwe sana. Nikukaribishe tunapoendelea na mfungo wetu wa siku 30 za kufunga na kuomba, lakini pia tumekuwa na muda mzuri wa kuitamani neema ya Kristo kabisa. Haya ni majira yenyewe, na ni siku 30 za kufunga na kuomba, lakini pia tumehusisha na tumezita pia ni siku 30 za neema ya kuingia majira mapya. Na leo ni siku ya 8, tunaendelea na mfungo huo. Lakini pia tunaendelea pia na mafundisho hayo, na tangu siku ya kwanza tulivyoanza mafundisho yote, tangu siku ya kwanza hadi leo, utayapata YouTube hapo. Kiingia utasearch, utaandika Eliazeri Simba Emili, lakini pia kama upo kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, link iko hapo, utaiona hapo, utayapata mafundisho hayo. Utanisaidia tu kiingia hapo, subscribe tunavyotuma, uendelee kuyapata. Sasa leo nataka tuendelee na kipengele kingine ambacho ni cha muhimu. Tutakwenda kujifunza kwa habari ya neema ya kuingia majira mapya. Na nikukumbushe tu tulikoanzia, machache ya muhimu. Ilianza kueleza kwamba kuna akili ya kuyatambua majira mapya kwenye Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32. Anazungumza, anasema, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, lakini pia walijua mambo ya wapasao Israeli kutenda. Kwa kuna watu kabisa wanajua hiyo kitu. Na nikwambia hii kitu inawezekana kabisa mtu akaomba na akaipata. Kwenye Efeso sura ya kwanza kuanzia mstari wa 17 anasema anamwita Mungu Baba wa utukufu. Lakini ukiendelea 18 na 19, Paulo analiombea kanisa, anasema anaombea kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Na nikwambia hebu sema macho ya mioyo, anazungumzia the eyes of the understanding, akili, macho ya akili zao, macho ya uelewa wao yapate kufunguliwa. Yapate kufunguliwa ili wapate kuona, maana ili wapate kujua. Jina la Yesu lisifiwe sana. Kwa hiyo nilianza kueleza hiyo kitu ya muhimu sana. Kama unapokuwa unaomba, moja kitu muhimu ya kuombea ni hiyo, kwamba macho ya mioyo yako yafunguliwe, macho ya akili yako yafunguke ili ujue, kwa sababu usipojua hautojua cha kufanya. Kabisa ndivyo ilivyo. Nilikueleza kuna watu, nilikupa mifano. Sasa tutatafuta audio ya kwanza na ya pili, lakini pia mafundisho ya kwanza na ya pili kwenye YouTube hapo. Kuna mifano mingi nilikupa ya watu ambao walikuwa wako vizuri kabisa, hawana shida, ila hawakujua. Kwa ile kutokujua kwao ikawafanya wawe kawaida kabisa, ikawafanya waishie pale pale, ikawafanya wakose na washindwe kuingia kwenye wakati mpya. Kwa nini muhimu ujue hii kitu? Kwa nini muhimu ujue akili? Uwe na akili ya kutambua hizo nyakati. Nikwambia kuna kitu kinaitwa Kairos moment. Na tunapozungumzia Kairos moment tunazungumzia wakati wa kimungu wa kufanya kitu. Nikwambia kuna Chronos na Kairos. Chronos ni muda wa kawaida. Kama utakumbuka ndani ni O level au sio advance, wale ambao walisoma history, kuna kitu kinaitwa ile chronology, ambayo wanazungumzia muda wa kawaida kabisa, muda ambao unahesabika kwa masaa, siku, miaka, hivyo karne, nini zile decades ni nini, ndio mlongo na vitu vingine kama hivyo. Hapo nazungumzia ile chronos. Sasa hiyo ni muda wa kawaida, lakini kuna kairos. Kairos ni kwamba ni muda wa muingilio wa kimungu kwenye maisha ya mtu. Kwamba panaweza kuwa kuna miaka 10 ya maisha yako kwenye eneo fulani, lakini kwenye miaka ya 10 paka labda kuna kairos moja tu. Paka kuna chronos ya miaka 10, ila kuna kairos peke yake ambayo ni moja. Paka labda kuna chronos ya miaka 15, paka kuna kairos 2. Anakuambia ukimisi hiyo, madhara yake ni makubwa sana, kwa sababu utavumilia ya kutosha mpaka ije kutokea nyingine. Niambia Mungu ndio nafasi ya pili, lakini kwa nadra, niambia Mungu ni nafasi, lakini kwa nadra sana kutoa fursa ya pili. Nilikupa hiyo kauli sana pale. Jina la Yesu lisifiwe sana. Ili tu kueleza kwamba hii kitu ni ya muhimu, unatakiwa kuimiss. Sasa ili nielewe zaidi ambacho nizungumzia hapo, kama ni mara ya kwanza unasikiliza na unafuatilia, urudi kule nyuma uweze kuipata kwenye mafundisho yaliyotangulia kwa wiki iliyopita. Haleluya. Na tuliangalia dalili ambazo zinaonyesha kwamba mtu anaingia kwenye msimu mpya. Na sio hivyo tu, tuliendelea mbele zaidi, tukajifunza kwa habari ya neema ya kukumbukwa. Yes, hiyo ni ya muhimu sana, ni ya muhimu mno. Nawe pia utaipata pale. Lakini sio hivyo tu, tuendelea mbele tena. Ambao nadhani ndio ilikuwa ya mara ya mwisho. Nikaanza sasa kuchimba kwa undani kidogo kuhusu neema. Sababu kule nilikuwa nazungumzia
sana kwa habari ya msimu mpya, ili uweze kuelewa ambacho tunazungumzia majira mapya na maanisha nini. Sasa pale nikaanza kuelezea ninapozungumzia hii neema ya kuingia msimu ninamaanisha kitu gani. Na nilikwambia kwa ujumla wake ni nguvu ya uwezesho. Ni uwezesho wa kimungu kumsaidia mtu kufanya jambo fulani. Lakini pia ni utendaji kazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Ukiona hiyo kitu ndio inaitwa neema. Sasa leo nataka nikupe faida kadhaa, angalau 5 hadi 6 ambazo faida ambazo zinaonyesha jinsi neema inavyomsaidia mtu kwenda au kuingia kwenye majira mapya. Kwa sababu usipoelewa hii hautojua umuhimu wa neema kwenye kitu hicho, na hautoelewa kwa nini tunajifunza mambo haya. Yes, kwa sababu jambo lolote ambalo haujui kazi yake, haujui umuhimu wake, haujui objectives zake, hautajua cha kufanya kabisa. Kwa hiyo nataka tuangalie faida ambazo zinaambatana na neema inayomsaidia mtu kuingia kwenye majira mapya. Tutaangalia faida angalau 5 hapo, ikiwa za chini muda ukiruhusu tutaangalia hadi 6 au 7 hapo. Rivers of living water. Ya kwanza, neema hutoa mwelekeo mpya kutoka kwa Mungu. Hii neema ya Mungu hutoa mwelekeo mpya kutoka kwa Mungu. Hutoa mwelekeo mpya. Sasa moja ya dalili ambayo nilikupa kule mwanzoni kabisa, ndani kipengele cha 2 wiki iliyopita, nadhani ilikuwa ni siku ya 2 tangu tumeanza kujifunza somo hilo, nilikueleza ya kwamba kuna maelekezo, lakini pia kuna dira mpya ambayo mtu anaanza kuiona kabla ya kuingia majira au msimu mwingine. Na hapo nilikupa hoja fulani ya kwamba maelekezo huwa yanakuja na maagizo. Mwelekeo unakuja na maagizo ambayo ndio maelekezo yenyewe. Na ile hoja kule nilikueleza kwamba kuna maagizo mapya. Sasa hapa nataka kuelewa kwamba neema huwa inatoa mwelekeo. Zaburi 25 mstari wa 8 hadi wa 9 nikusomee hapo. How love my belly shall flow Oliver. Zaburi 25 Rivers living waters, mstari wa 8 hadi wa 9 nasema, Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia, wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Sasa hii hatua ya kwanza nazungumzia kwa wale ambao ni hatua mpya kwa namna ya kwamba wamempokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yao. Ambacho huwa anafanya hapa, anasema huwa anawafundisha wenye dhambi njia. Maana yake anasema huwa anawaonyesha pa kuelekea. Lakini 9 mstari wa 9 huwa anasema wenye upole atawaongoza katika hukumu. Alafu anamalizia anasema wenye upole atawafundisha njia yake. Kwa hatua ya kwanza ni kwa kundi lile ambalo linampokea Yesu, ambao ndio linakubali kwanza kuwa chini ya maongozo ya kimungu. Hili ambalo linafanya kwao, anawaonyesha njia. Sasa ukienda mbali zaidi kwenye andiko hilo, maana yake ni kila mtu ambaye anatembea na Mungu, kila mtu ambaye yuko chini yake, kila mtu ambaye anamtumaini, maana yake naye pia anaelekezwa hiyo njia. Kuna dira anaanza kuiona. Ngoja ukumbushe Ibrahim kwenye Mwanzo sura ya 12. Mungu anamweleza, anamwambia Ibrahim, toka kwenye hiyo nchi ya baba yako, nenda mpaka ile nchi itakayo kuambia, ndakayo kuonyesha. Kwa Ibrahim ni kutokea pale akapata mwelekeo mpya, kwa sababu alikuwa pale, lakini ameshotoka anaambiwa toka hapo. Maana yake ni dira nyingine ambayo anapewa. Hii ni kazi ya neema. Na nikwambia ni utendaji wa kimungu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo inapokuja, maana yake inakuja na mwelekeo huo, kwamba njia ya kuielekea ni hii. Jina la Yesu lisifiwe sana. Inakuja mwelekeo mpya. Mithali 3:34. Kule alikuwa anazungumzia kwamba Mungu hapa neema wanyenyekevu. Ngoja nikusomee. Mithali 3:34.
my belly. Anasema hakika yake wadhalau wenye dharau, bali wapa neema wa nyenyekevu. Maana hata huo mwelekeo wanawapa ambao wanakubali kushuka chini, ambao wanakubali kunyenyekea. Nitakukumbusha jambo moja kwenye Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12. Kule alikuwa anasema maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa. Hapa akasema nayo yatufundisha. Nataka tu hii lugha kwamba yatufundisha. Kwa neema ya Mungu mahali popote ilipo huwa inafundisha. Na hiyo kufundisha maana yake ndio huwa inatoa dila, mwelekeo kwenye maisha ya mtu. Jina la Yesu sifiwe sana. Hiyo hoja ya kwanza. Hoja ya pili, neema inatupa ujasiri wa kusonga mbele. Neema ya Mungu, tunapozungumzia neema ya Mungu kwenye msimu wa majira mapya, huwa inatupa ujasiri wa kusonga mbele, ujasiri kabisa wa kusonga mbele. Kuna wakati mtu hofu inakuja na vitu vingine, ila ile neema inampa mtu ujasiri. Kuna wakati mtu anakuwa na mashaka, ila neema inampa mtu ujasiri. Kuna wakati mtu anakuwa ni kama yuko dilema, ila neema inampa mtu nini? Ujasiri. Kitabu cha My belly shall flow rivers, Waebrania sura ya 4 mstari 16. Living waters. Anasema na tuikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sasa kuna vitu viwili hapa. Concept ya kwanza ni unakisogelea kiti cha neema kwa ujasiri, lakini kwenye part B andiko hili anazungumza jambo zuri, anasema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa kuna muda mtu anakuwa na hofu, alafu neema inakuja inamstrengthen ndani ya ile hali ya hofu inatoka kabisa na inakuwa namna nyingine, maana yake anakuwa na ujasiri. Na hicho kiti ukiendei kwa unyonge, unakiendea pia kwa ujasiri. So it has to tell you kwamba unapozogea pale kwa ujasiri, maana yake ndio pia unaambukizwa ujasiri wa kwenye kile kiti. Mungu hajawahi kuwa na uoga hata siku moja. Hajawahi kuwa na hofu hata siku moja. Mama Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 kule alikuwa anazungumza na Timotheo. Paulo anaambia, mwanangu, uwe na nguvu katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe na nguvu, uwe hodari katika neema iliyo ndani ya Kristo. Uwe hodari katika neema, maana yake uitumie kisawa sawa. Sasa hii kwenye kuitumia kisawa sawa, maana yake hiyo neema ina ujasiri, hiyo neema ina kila kitu. Unapokutana na jambo lolote, work on it, fanya kazi kwenye hiyo, lakini pia tembea kwenye hiyo. Ni sawa na Paulo anamwambia Timotheo kwamba simama kwenye hiyo, mambo yote yanafanya jana ujasiri yanakaa sawa. Na mtu aliye na Yesu kuwa na uoga ni ishara mbaya sana. Kama kwenye mambo yasiyo stahili ni jambo jema, ila kama kuna vitu vya maana na mtu ana ujasiri, unahitaji hiyo neema, kwa sababu inawafanya watu wanakuwa majasiri. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza 15:10. Paulo alizungumza kule, alikuwa anawaambia wale watu kwenye kanisa la Korintho. Akamwambia, lakini kwa neema ya Mungu, akasema nimekuwa hivi nilivyo. Kwa neema ya Mungu. Sasa hili Paulo ni jamali, ni jitu ambalo lina ujasiri. Ni jamaa ambalo halina hofu ambacho kilimfanya siwe na hofu sio elimu yake aliyokuwa nayo kwenye masuala ya nini, ya Torati na sheria zile. No. Kilichomfanya ni kwa sababu yeye mwenyewe hapa anasema kwa neema ya Mungu ndiko hivi nilivyo. Ni kwa neema ya Mungu. Maana yake kuna jinsi ambavyo ile neema imemshape. Na moja eneo ambalo neema huwa inashape mtu ni kwenye ujasiri. Kwa hiyo kuna vitu tutakuja kuangalia pale mbele unapozungumzia majira mapya. Ujasiri unahitajika kwa sababu kuna wakati lazima uchukue hatua wewe mwenyewe kufanya kitu. Kwenye kuchukua hatua ya kufanya kitu lazima uwe na ujasiri kwa hicho ambacho unafanya. Tutaangalia hapo mbele kwenye vipengele vinavyofuata ili uielewe zaidi hoja hii.
Kwa yeye katika yote ambayo anafanya alikuwa na ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu ya neema ya Mungu, neema ya Kristo ambayo ipo kwenye maisha yake. Jina la Yesu lisifiwe sana. Hoja ya tatu, faida ya tatu au muhimu wa tatu unapozungumzia umuhimu wa neema ya Mungu unapoingia majira mapya. Neema hutoa ulinzi wakati wa mpito. Ulinzi wakati wa mpito. Nikizungumzia wakati wa mpito nazungumzia kile kipindi cha mabadiliko. Ule muda ambao mtu anakuwa anahama pale katikati. Kuna hoja nilikueleza kule nyuma kwenye dalili. Niliwaambia moja ya dalili ya kwamba mtu anaingia majira mapya, msimu mpya, huwa ni mashambulizi, kupingwa sana na vitu vingine. Yes, huwa adui anaachia mashambulizi kupitia watu, kupitia mifumo, anaachia mengi sana. Hiyo huwa ni moja ya dalili ya kwamba mtu anaenda hatua nyingine. Sasa neema ya Mungu wakati huo mashambulizi yamekolea, huwa anaachilia ulinzi. Paulo kwenye Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 9 na kuendelea, alilia sana. Ukianza mstari wa 7 kusoma kule, ile kwenye Bible kwenye KJV version anazungumza, anasema alimwomba Mungu mara 3 ili Mungu amuondolee mwiba ule. In fact mwiba ambao alikuwa anazungumzia pale Paulo alikuwa anazungumzia kuumwa wala kuwa na shida yote. Alikuwa anazungumzia mateso ambayo anayapitia kwenye huduma. Mateso, mpito ambao alikuwa anakutana nao, kipindi fulani kigumu ambacho anakutana nacho. Lakini jibu ambalo alipewa kwenye mstari wa 9, alimwambia neema yangu ya kutosha. Kule juu Paulo anazungumza, anasema I besought him thrice, nilimsihi mara 3. Lakini huku jibu ambalo anapewa, neema yangu ya kutosha. Maana yake ni sawa na Mungu anamwambia Paulo, hii neema yangu inakulinda, inatosha. Ukifuatia maandiko unaelewa Paulo kuna muda alipigwa mpaka wale jamaa wakajua wameua, wakaenda wakatupa jamaa, wakasema limekufa hilo. Ila kwa sababu neema ya Mungu yamtosha, muda wametupa, wao wameenda, likaamka. Hili jamaa lilikuwa lilikuwa ligumu sana. Likainuka tena likaendelea na injili. Neema huwa inatoa ulinzi. Kwenye Zaburi mstari wa sura ya 84 mstari wa 11, ni moja maandiko ambayo nayapenda sana. Anazungumza, anasema nitatoa neema na utukufu. Alafu pia anasema sitawanyima kitu chema au waondoe kwa ukamilifu. Nitatoa neema na utukufu. Nitatoa neema na utukufu. Alafu sitawanyima kitu chema. Maana yake ulinzi huwa anautoa anapoachilia neema. Kabisa. Neema inapokuja inakuja pia na ulinzi kwenye jambo hilo. Kumalizia kwenye amasele mahando gohoshke fragila haske fragila haske yes. Kwenye Efeso sura ya 2 mstari wa 8, maandiko yanaeleza kwamba mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Mmeokolewa kwa neema. Kama neema inaweza kumuokoa mtu, maana yake pia inaweza kumlinda mtu. Kama inaweza kumuokoa, maana yake inaweza kumlinda. Chochote ambacho kinaweza kukuokoa, maana yake kinaweza kulinda. Kama haiwezi kulinda, maana yake haiwezi kuokoa. Nazungumzia neema. Jina la Yesu lisifiwe sana. Kwa hiyo neema huwa inatoa ulinzi. Kwa kuna wakati unafika mazingira ambayo unayatazama ni kama magumu, mambo yanakuwa ni mengi, mashambulizi ni mengi, unashambuliwa kwenye hatua fulani, unashambuliwa kwenye elimu, unashambuliwa kwenye familia, unashambuliwa kwenye mambo yote ambayo unayafanya. Mambo mengi ambayo unataka kufanya, mashambulizi yanakuwa ni makali. Upinzani unakuwa ni mkubwa. Ni kweli adui anashambulia, lakini neema huwa inaachilia ulinzi. Na huo ulinzi unakufunika kukupeleka hadi kwenye huo msimu mpya ambao unakuwa unauendea. Shall flow, leave us, living waters. Sasa ukiona hiki kitu unapata uelewa kwamba ni muhimu kuomba sasa. Sababu ni mfungo tuko nao. Na kama leo ni siku ya 8,
Kwa unapata time unakaa chini. Ukishaelewa vitu, nenda kaa eneo, unaangalia mahali ambapo unapelea, unaanza kuita hiyo neema ambayo unahitaji. Kama ni kwenye ulinzi unaita, kama ni kwenye ujasiri unaita, kama ni kwenye mwelekeo unaita. Hoja ya 4, neema hukuza mabadiliko ya ndani na ukuaji. Neema ya Mungu ndio msaidia mtu kwenda kwenye hatua mpya. Huwa inakuza, huwa inafanya mtu anabadilika sana katika namna ya ndani. Anakuwa, anaongezeka katika jinsi ya ndani. Na jambo la kwanza ni kwa sababu neema inafundisha. Kwenye Tito 2:11 anasema neema ya Mungu yatufundisha. Yatufundisha. Inafundisha nini? Kuna ambayo inafundisha kukataa ubaya. Inafundisha nini? Kuna ambayo inafundisha kusimama. Kuna ambayo inafundisha namna ya kuzungumza. Kwa kila mtu inakuwa inamtengeneza kwa eneo lake katika hali ile ya ndani. Mungu yuko interested sana na utu wako wa ndani kabla ya utu wa nje. Kwa hiyo anaanza kushape ndani ili kutokea ndani ubadilishe vitu vya nje. Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa anashape vitu vya nje, anagusa nje ili abadilishe hali ya ndani. Lakini sasa kwenye Agano Jipya anagusa ndani ili wewe ndio uje ubadilishe vitu vya nje. Namaanisha hivi, Agano la Kale ilikuwa ni mazingira, Mungu anatumia mazingira kubadilisha moyo wa mtu. Lakini sasa hivi Mungu anabadilisha moyo wako ili kupitia wewe vitu vya nje na hali ya nje ibadilike. Maana yake hali ya nje inatakiwa ifanane na wewe jinsi ulivyo. Kwa vitu vinavyoonekana nje ni reflection ya wewe jinsi ulivyo. Kwa neema huwa inakuza mabadiliko, huwa inafanya mtu anabadilika katika jinsi ya ndani. Huwa inaleta ukuaji ndani. Jina la Yesu lisifiwe sana. Kwenye Wakorintho wa 2:3-18 pale anazungumza, naomba nikusomee hii. Let it flow, let it flow. My baby shall flow rivers of living waters. Yeah. Anasema lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Nataka uone hichi kitu ambacho nakizungumzia hapa kwenye mstari wa 18. Ya kama tukirudisha utukufu kwa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa. Maana yake neema ambavyo inafanya ni kama inamweka mtu mbele, na hapo anaposimama mbele yake anakuwa kuna kioo. Kwa anasema ni kama vile katika kioo tunabadilishwa kutoka utukufu hata utukufu. Maana yake mtu anaposimama mbele ya kiti cha enzi namna hii anakuwa sawa na amesimama kwenye kioo, na kile kioo anapoangalia hajioni yeye, anauona utukufu. Kwa mujibu wa maandiko, unapozungumzia utukufu unamzungumzia Yesu. Kwa Efeso 1:17 nenda kaisome hiyo. Unazungumzia utukufu unamzungumzia Yesu mwenyewe. Kwa mtu anapoangalia, maandiko yanasema akomba atajiona kwenye hicho kioo, akiangalia anauona ule utukufu. Alafu sasa anasema kutokea hapo inakuwa ni utukufu hata utukufu. Maana yake ile picha anayoiona kule ni kweli sio ya kwake moja kwa moja, ni utukufu, lakini uhalisia ndio yeye ambaye yuko pale. Lugha nyepesi ni hivi, jinsi anavyozidi kusimama kwenye kile kioo pale, anaposema utukufu hata utukufu, maana yake mtu anakuwa anabadilika afanane na ule utukufu ambao uko pale, afanane na Yesu Kristo. Tabia zake ndani zinajengwa afanane na Yesu Kristo. Kusema kwake kunajengwa kufanane na Yesu Kristo. Namna anavyochukulia vitu kunajengwa kufanane na Yesu Kristo. Jinsi ambavyo anahusiana na watu ifanane na Yesu Kristo. Namna ambavyo anaamua vitu vyake ifanane na Yesu. Kwa hiyo ile hali ya ndani inaanza kubadilika siku kwa siku. Ndio maana anasema ni utukufu hata utukufu. Haleluya. Hiyo ni hoja ya 4. Lakini pia kwenye Petro wa kwanza 1:13. Yeah. My baby shall flow. Petro wa kwanza 1:13. It brings everything dead into life. It's a life-giving river. Don't let it flow like right now.
mstari wa 13. Petro, oh my god, ni Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13. Anasema kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi. Anasema na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Mkitumainia kwa utimilifu. Huko juu lugha inayotumia maana anasema endeleeni kuwa imara hapo. Endeleeni kuwa thabiti. Endeleeni kujengwa. Mnapoendelea kuitumainia hiyo neema ambayo inafanyaje? Inafunuliwa kwenu. Nimalizie kwenye hoja hii ya kwamba neema yote badiliko la ndani kwenye let it flow. Kumsaidia mtu mmoja ambaye anahangaika na eneo fulani la kimaisha. Warumi 6:14. As a river flow out of my belly. La 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 la. Mstari 14 kwenye Warumi sura 6 anasema, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Sasa mtu mwingine yeye wako unavyozungumzia hatua mpya, yamkini wewe mwenyewe tunakuwa tunazungumzia hatua mpya, mtu kutengwa na hali ambayo labda itakiwi, ambayo ukiangalia kabisa imekuwa ni mzigo na vitu vingine. Anazungumza hatuko chini ya sheria bali chini ya neema. Maana yake ambacho anajaribu kueleza hapa ni kwamba neema inakusaidia kutengeneza ndani, inakufundisha namna mpya ya kuishi kwenye mazingira ambayo ulikuwa umeshindwa kuishi. Kwa hiyo inakupa hatua ya kukua ndani. Ndio maana kwenye Zaburi sura ya 32 mstari wa 7 na 8, specifically mstari wa 8, azungumza anaeleza, anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Maana yake kuna kitu Mungu anakuelekeza atakifanya ndani yako huko akiwa amekukazia kabisa hivi. Ndio maana anaposema jicho langu likikutazama, maana yake wewe na yeye wawili. Yaani hapo hakuna vya makona, mko wewe na yeye, anakusaidia kukuelekeza. Unapokosea nakwambia mwanangu hapa umekosea. Ukifanya ambacho kitakia nakwambia mwanangu hapa hapana. Maelekezo yanakuwa ni ya mara kwa mara ambayo yanakutengeneza na kuimarisha kwa jinsi ya ndani. Hoja ya 5. Faida ya 5 ya neema unapoelekea msimu au majira mapya. Hoja ya 5 kama neema hufungua milango ya fursa mpya. Hii sielezea sana kwa sababu kule kwenye dalili niligusa hoja hii. Yes, niligusa hoja. Nilikwambia mtu anapoingia msimu mpya huwa milango inafunguka. Jina la Yesu lisifiwe sana. Let it flow. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 26. Out of my belly shall flow. 14:26. Jina Mungu linasema, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Sikiliza, huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu. Ambacho anaweka wazi hapa ni kwamba kuna milango ikifunguka. I mean kuna kazi neema huwa inafanya, milango inakuwa wazi. Au mwanzo alikuwa hatua fulani, walikuwa muda mwingine, lakini milango imefunga leo hii. Kuna kazi wameifanya inaonekana. Kwa watu wanapofika Antiokia wanaombewa hiyo neema tena. Hiyo neema ilianzia wapi? Ilianzia kwenye sura ya 13 mstari wa 2 walipotengwa kwa ajili ya kazi ile. Walitengwa kwenye sura ya 13.
Maana yake waliombewa pia, neema ikawa juu yao, neema ikafungua milango, wakaipiga kazi, mwisho wa siku akasema twende na Antiokia. Kwa wakafika hata Antiokia. Na huko pia wakaendelea kuombewa tena neema, maana kwa ajili ya kufungua milango mingine ambayo pia iko mbele yao. Jina la Yesu lisifiwe sana. Lakini pia kuna wengine kwa sababu ya huduma walizonazo milango inafunguka. Kwa sababu Paulo alizungumza kule kwenye Warumi 12:6 ya kwamba kwa sababu ya kalama mbalimbali, lakini pia kwa kadiri ya neema ya Mungu tuliyopewa. Mtu anaweza kufanya jambo fulani kwa kalama, lakini pia kwa neema. Na ukizungumzia kalama zinakuwa ndani ya neema ya Mungu, kwa sababu kalama ni zawadi. Yes, haumpangii Mungu akupe, anakupa tu anapotaka yeye mwenyewe. Kuna kwenye mazingira ya huduma vitu vingine, vitu vinafungua kwa sababu ile zile kalama na neema ambazo Mungu ameachilia. Watu wakiona yani hivyo tu wanalazimika wakutafute. Watu wakisikia sauti yako wanalazimika wafuatilie. Watu wakisikia unaimba wanalazimika waendelee kutafuta kwamba una nini. Watu wakisikia unafundisha, unahubiri, wanatamani hiyo kitu nini, kwa sababu ya neema ya Mungu inafungua. Na kwenye biashara ni hivyo hivyo. Mtu anaweza akaruka duka la kwanza, la pili, la tatu, anafuata duka la mtu fulani. Neema kwenye vitu hivyo inafungua milango inafunguka siku hadi siku. Hoja ya 6 alafu nitamalizia na ya 7. Neema ya Mungu huwa inaimarisha mtu kuvumilia kipindi cha magumu. Sasa kuna hoja nilikupa ndani ya pili kama sio ya 3 kule. Nilikwambia neema ya Mungu huwa inafanya mtu anakuwa ana ulinzi, anakuwa analindwa. Mambo ambayo anayafanya, ulinzi unakuwa ni uhakika. Sasa ukija hapo ukaendelea kwenye hatua hii, inazungumzia jinsi ambavyo neema inamfanya mtu anakuwa na stamina, uvumilivu kabisa. Uvumilivu. Sababu bila uvumilivu mtu hawezi akaona hatua nyingine. Kwa hiyo inakuja kwa sababu kuna wakati Mungu anakulinda ndio, ila una haso, unateseka. Yaani nikikuficha itakuwa uongo. Kama unasoma maandiko hauwezi kudoubt hiyo kitu. Yes. Lakini inaleta jinsi ya uvumilivu. Ayubu stamina aliyokuwa nayo kwa sababu ya neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Nilikusomea kule juu kwenye Wakorintho wa pili sura ya 12:9. Alipomwambia kwamba neema yangu ya kutosha. Maana yake hiyo neema inampa mtu power to handle kila ambacho anapitia. Kwenye Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 10, natamani nilisomea andiko hili afu nilikate kwa namna fulani. Out of my belly shall flow makana masibro kutashagadiske frabarakilas. Anasema na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Sikiliza hapa, hii lugha naipenda. Kama mkiisha kupita katika hali fulani ya kuteswa fulani, anasema yeye mwenyewe atawatengeneza. Hii kutengeneza ni hoja ambayo nilizungumza pale kwamba huwa anamuimarisha mtu kwa jinsi ya ndani. Lakini anaendelea mbele zaidi, anasema na kuwathibitisha, lakini pia kuwatia nguvu. Kwa hiyo kuwathibitisha maana yake mnakuwa proved kwa ajili ya hatua nyingine. Maana yake mnakidhi hatua inayofuata. Lakini anapozungumza kwamba kuwatia nguvu, maana yake hii kama ni kuwatia nguvu, maana yake bado hamjavuka, maana yake bado mpo mle. Ndio stamina ambayo anazungumzia, uvumilivu. Tunda la Roho la uvumilivu linapata nguvu sana hapa. Maana yake mnakuwa mna uwezo wa kuhandle hiyo hali. Kwa hiyo ni kazi ya neema ambayo inafanya. Kwa hiyo kuna wakati unabisa hali fulani, mbona kama ndao kuzidia, kaa chini, muombe Mungu, Roho Mtakatifu nisaidie, nipe nguvu. Umesema utawatia watu nguvu, unaiomba hiyo nguvu. Na ukiomba hiyo nguvu Mungu anaachilia kwa sababu ameeleza kwenye Isaya sura 40:31 kwamba anasema hao wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya. In fact bwana anazungumzia stamina, power ya kushinda kihali na kiatua fulani ambacho mtu anakuwa nacho. Kwenye Ibrania sura ya 13 mstari wa 9 anazungumza, anasema ni vizuri moyo ukathibitishwa kwa neema.
Ni vizuri moyo mtu athibitishwe na neema, maana yake ukawa bolded na neema ya Mungu. Jina la Yesu lisifiwe. Hoja ya 7 na ya mwisho kwa leo, alafu tumshukuru Mungu kwa dakika chache tu hapo, ili nikupe muda wa kukaa chini na wewe upate muda wa kumuomba Bwana. Usifurahi kufuatia mafundisho haya alafu uombe, utakuwa unafanya kazi ya bure. Mimi nikusii jambo hilo. Kwenye hoja ya 7 tunaangalia kwamba neema huwa inaleta kibali kwa Mungu, lakini pia kibali kwa watu. Kibali kwa Mungu, lakini pia kibali kwa watu. Luka sura ya 2 mstari wa 40, andiko watu wanalipenda sana. Zinapofika siku za birthday za watu wao wanapenda kuliweka sana pale. Napenda nakuta naliweka pale, kuna wengine hawaelewi kwa nini wanaliweka. Maana anasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Alikuwa akaongezeka, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Mstari wa 52 anasemaje kwenye sura hiyo hiyo? Makata mana shelebe na gasakra kila gashondi gazazide iya mola masebronoshke la vanagadeshke ranima mande brono jimi dabana gasimi giakash leli flow makana na mashene nene gadabaya. Mstari wa 52 anasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Nazungumzia kibali machoni pa Mungu na kwa watu. Mstari wa 40 anasema mtoto akakua, akaongezeka katika hiyo neema ya Mungu. Aliongezeka sana, neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ala, neema ilipokuwa juu yake imefanya nini? Ndio matokeo yake ambao ndio utukufu unadhihirishwa hapa kwa mstari wa 52, kitu ambacho neema ilifanya kwenye maisha yake. Anasema na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo. Hekima na kimo, anazungumzia hekima, anazungumzia jinsi ya kuyafanya mambo, lakini anazungumzia kimo, anazungumzia outward looks. Hii hali ya nje, muonekano wa hali ya nje, jinsi ambavyo inakuwa. Maana yake alikuwa anaongezeka pia katika hali ya kawaida. Lakini pia anasema akimpendeza Mungu na wanadamu. Elewa lugha kumpendeza. Maana yake Mungu alikuwa anafurahiwa naye, lakini pia watu walikuwa wanafurahia naye. Ni kwa nini? Kwa sababu ya neema. Kule juu ameeleza kwamba ni kwa sababu ya ile neema ya Mungu kwenye maisha yake. Jina la Yesu lisifiwe sana. Kutoka sura 33 mstari wa 17. La 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 la. Kutoka 33 mstari wa 17. It brings everything dead into life. It's a life-giving river, only flow like here, right now. Anaeleza mstari wa 17, anasema Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Mungu anamwambia Musa, na wewe Musa, hata ile ambalo umeliomba nitalifanya. Musa hapo juu aliomba aone utukufu wa Mungu. Maana aone matokeo ya neema ya Mungu kwenye maisha yake. Kwa maana neno utukufu kwenye kitabu cha neema na utukufu imeandika kule. Maana neno utukufu unazungumzia matokeo, udhihirisho wa Mungu. Neema unazungumzia kazi au utendaji kazi wa Mungu. Utukufu unazungumzia matokeo, kitu maana kimeshafanyika. Sasa nakusema hivi, ukizungumzia utukufu unazungumzia matokeo ya neema kwenye eneo husika. Jina la Yesu lisifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ndo anamwambia hapa, anamueleza hichi chuma chake. Njemba hii ya Bwana hii inaitwa Musa. Anamwambia Musa, hata ile ambalo umeliomba nitalifanya, na sio hivyo tu, kwa sababu umepata neema machoni pangu, nami nitalikuza hilo jina lako. Kumbe kibali, neema wewe unajia kibali mbele zangu. Kwa sababu Mungu anamwambia Musa ni kwa sababu umepata neema. Kama Musa umepata neema ndio maana nimekukubali. Zaburi sura ya 90 mstari wa 17. Shall flow rivers. Nikimalizia hapo,
rivers of living waters. Mashadi badeske brakila gushkele mande. Mstari wa mwisho kwenye Zaburi sura ya 90 anasema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu ithibitishwe. Haleluya. Unaangalia hapo, nitaka kuchukua neno hili hapa ya kwamba na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Uzuri wa Bwana. Kule kwa Zaburi 84 anasema sitawanyima kitu chema. Manake kibali kitatembea na watu. Aza kumalizia kusaidia tu, moja njia kupata kibali ni kutenda sawa sawa na Mungu. Hiyo ipo kwenye kwenye Mwanzo sura ya 4. Anamuuliza Kaini kwamba Kaini, ukitenda mema utapata kibali. Kwa hivyo, kwa huwa inaachilia ni kwa Mungu na kwa watu. Na hapa pambana kwanza iwe kwa Mungu, kwa sababu ikiwa kwa Mungu inakuwa automatically kwa watu. Jina la Yesu lisifiwe sana. Haleluya. Nimekupa hoja 7. Shall flow rivers. Hoja 7 ambazo ni za muhimu sana. Wewe ukiangalia ni ipi ambayo unaitamani kwako? Ni ipi ambayo unatamani iwe kwenye utendaji kazi kwa ghafla sana? Unapoangalia wewe umesema mbele ambao uko mbele yako, ni ipi ambayo ni haja ya moyo wako kwamba Mungu hii iwe na nguvu, hii itawale, hii isimame sana? Ni ipi kati ya hizo ambazo nimezitaja hapa? Unapoiona hizo na zingine zote, pata muda, sababu hizo zote ni za muhimu. Pata time, nenda mbele za Mungu, omba, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie hiki kitu. Mwambie Roho Mtakatifu nipe nguvu, nipe uvumilivu. Hiyo neema yako ilete ulinzi tena. Hiyo neema yako inifundishe nikue na kuongezeka ndani. Pata huo muda, nenda mbele za Mungu. Na yule ambaye anahitaji neema ya Mungu imsaidie kwa ajili ya kuongezeka, kitu ambacho Mungu anafanya pia anakupa watu wa kusaidia kwenye hilo eneo. Tumeanza program, nizungumze hii maana wengine hawako kwenye magrupu kule, wanafuatilia moja kwa moja huko mtandao. Kuna program tumeanza maalum na watu ambao wanahitaji mtu ambaye mpambana kitu fulani kuacha, ameshindwa kuacha. Tumeanza program hiyo ndani leo siku ya 3 hivi. Yes. Ya mtu mmoja mmoja, yani hiyo ni special dealings. Yani ni mtu na mtu. Tunazungumza moja kwa moja, tunaomba, tunashauriana, Mungu anakusaidia unachoma kwenye hatua hiyo. Lakini pia wale ambao wanatamani kukua na kuongezeka viwango vyao rohoni. Yes. Haya sio matangazo ya waganga wa kienyeji. Hapo tunazungumzia neema ya Mungu katika utendaji kazi kabisa. Kwa mtu ambaye uko serious na jambo hilo, mawasiliano yako hapo unatafuta. Naomba mtumishi wa Mungu, na mimi nataka hatua fulani. Tunazungumza. Lakini pia kama hujalijua kusudi lako, njoo tunazungumza pia. Kabisa. Tumekusudia, tunasema tunakwenda wote na watu wetu, tunakwenda na rafiki zetu, tunakwenda na ndugu zetu. Hatuache mtu yeyote. Ndio maana tunajifunza kwa habari ya hii neema. Na unapoona tunajifunza kwenye kitu kuhusu neema, ni kwa sababu hatuwezi wenyewe. Kwa sababu kuna nguvu, kuna uwezesho wa Roho Mtakatifu ambao unatupa hatua nyingine. Kuna neema ya Mungu ambayo inasaidia mtu kuwa na hiyo hatua ambayo tunaizungumzia kwamba ni hatua mpya, kwamba ni majira mengine ambayo ni mapya. Kwa pata muda, songea mbele za Mungu, muombe, msimu, muombe Mungu nisaidie, nipe neema ya kuimarika, nipe neema ya kuongozwa na wewe, nipe hiyo neema ambayo inanifanya niwe na ujasiri. Kutokana kila hoja imelenga eneo lake. Kama unaona watu kama wakuelewi kibali hakuna, mwambie neema yako nipe kibali. Ili unavyoingia hatua mpya usichelewe, kwa sababu hivi vitu vikishakaa, sasa kitu kishajipanga kwenye muda wake, ndivyo huwa vinaita ile kairos moment kutendeka. Yes. Ili ule muda mwingine wa Mungu ufanyike, lazima hivi vitu, neema ya Mungu ingie kazini, alafu hivi tengeneze vyote viwe aligned eneo moja. Maana yake vijipange na hivyo takiwa. Na ikishakuwa hivyo, mambo yanatendeka na yanakamilika. Jina la Yesu lisifiwe sana. Mungu akubariki sana. Unaweza pia ukashare jumbe hizi kwa rafiki zako na ndugu zako. Lakini pia kama upo kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, unaweza ukaja ukajiunga. Usisahau pia kusubscribe hapo. Pata muda umuombe Mungu na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya.